Leo Juma utajuta kuingia katika msitu huu usikaha. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulianza kuingia taratibu kama kivuli kinachojificha nyuma ya miti mirefu, na upepo wa msituni ulivuma kwa sauti ya kunong'ona, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinajaribu kusema, lakini hakikuthubutu kujionyesha wazi. Kijiji cha Kizinga kilikuwa kimetulia pembeni mwa msitu huo, uliokuwa ukijulikana kwa jina la msitu wa kutisha. Hakuna aliyethubutu kuingia humo bila sababu ya msingi, na hata waliothubutu, wengi wao hawakurudi kabisa, au walirudi wakiwa tofauti, wakiwa wamebadilika, macho yao yakiwa na hofu isiyoelezeka. Juma alikuwa kijana jasiri, lakini mwenye udadisi uliopitiliza. Tangu akiwa mdogo, alisikia hadithi kuhusu msitu huo kutoka kwa wazee wa kijiji, wakisimulia kwa sauti ya chini karibu na moto wa usiku. Walizungumza kuhusu sauti zisizo za kawaida, vivuli vinavyotembea bila miili, na macho yanayong'aa gizani. Lakini kadri alivyosikia hadithi hizo, ndivyo alivyohisi kuvutiwa zaidi badala ya kuogopa. Siku moja, baada ya jua kuzama na anga kubadilika rangi kuwa la machungua na zambarau, Juma alisimama pembeni mwa msitu huo akiwa ameshika tochi na kijiti chake cha kujilinda. Alikuwa ameamua. Hakutaka tena kusikia hadithi, alitaka kujionea mwenyewe. Alipochukua hatua ya kwanza kuingia msituni, alihisi baridi kali ikimpitia mgongoni. Miti mirefu ilimzunguka kama askari waliokaa kimya, matawi yao yakigongana polepole juu yake. Kadri alivyozidi kusonga mbele, mwanga wa kijiji ulianza kupotea nyuma yake, na giza likaanza kumkumbatia. Ghafla, alisikia sauti ya kukatika kwa tawi nyuma yake. Aligeuka haraka, tochi yake ikiangaza upande huo, lakini hakukuwa na mtu. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu, lakini alijikaza. Ni wanyama tu, alijinong'oneza, akijaribu kujituliza. Aliendelea mbele, lakini sasa kila hatua ilionekana kuwa nzito zaidi. Sauti ya upepo ilibadilika, ikawa kama sauti ya mtu anayelia kwa mbali. Alisimama tena, akiisikiliza kwa makini. Sauti hiyo iliongezeka polepole, ikigeuka kama vilio vya watu wengi waliokuwa wakiteseka. Juma alianza kuhisi kwamba hakuwa peke yake. Mara ghafla, aliona kivuli kikikatiza mbele yake. Hakikuwa na umbo kamili, kilikuwa kama moshi mweusi uliokuwa ukitembea kwa kasi. Alikimbilia nyuma kidogo, akiinua tochi yake kwa hofu. "Nani yuko hapo?" alipaza sauti, lakini hakupata jibu. Badala yake, alisikia kicheko cha kutisha kikitoka pande zote. Kicheko hicho kilikuwa kizito, kikavu na kisicho cha kibinadamu. Miguu yake ilianza kutetemeka. Alijaribu kurudi nyuma, lakini aligundua kuwa njia aliyopita haikuwepo tena. Miti ilionekana kubadilika, kana kwamba msitu wenyewe ulikuwa unacheza naye. Hapo ndipo alipoanza kuelewa kwa nini watu waliogopa mahali hapa. Usiku ulizidi kuwa mzito, na giza lilikuwa zito kiasi kwamba hata mwanga wa tochi haukuweza kupenya mbali. Juma alihisi pumzi ya baridi ikimgusa shingoni. Aligeuka kwa haraka, lakini bado hakukuwa na kitu. Kisha akaisikia sauti ya kunong'ona karibu kabisa na sikio lake. "Kwa nini umeingia hapa?" Aliruka kwa hofu, akipiga kelele.
Tochi yake ilianguka chini na kuzimka. Sasa alikuwa gizani kabisa. Macho yake yalijaribu kuzoea, lakini badala ya kuona, alianza kuona mwanga mdogo mdogo ukionekana kila mahali. Mamia ya macho yakimwangalia gizani. Alianza kukimbia bila mwelekeo. Matawi yalimpiga usoni, mizizi ilimkwaza miguu, lakini hakusimama. Kelele za kicheko na vilio zilimfuata nyuma kama kivuli kisichoweza kuachwa. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu, alifika kwenye uwazi mdogo katikati ya msitu. Katikati yake kulikuwa na mti mkubwa sana, tofauti na mingine yote. Shino lake lilikuwa jeusi kama makaa, na mizizi yake ilitanda juu ya ardhi kama nyoka waliolala. Alisimama akihema kwa nguvu. Kitu kilimvuta karibu na ule mti. Aliposogea karibu zaidi, aliona kitu kilichomfanya damu yake isigande tu, ilibaki kama barafu. Kulikuwa na alama kwenye ule mti, alama za mikono ya watu, mamia ya mikono, kana kwamba watu walikuwa wamejaribu kushikilia ule mti kabla ya nini, hakujua. Kisha akaisikia sauti tena, safari hii ikiwa nzito na wazi zaidi. Wote waliokuja hapa walibaki. Juma alijaribu kukimbia tena, lakini miguu yake haikusogea. Ilikuwa kama ardhi yenyewe ilimshikilia. Mizizi ya ule mti ilianza kusogea polepole, ikimzunguka miguu. Alipiga kelele akijaribu kujinasua, lakini ilizidi kumkaza. Kutoka kwenye shino la ule mti, uso ulianza kujitokeza. Uso wa mtu, lakini uliopindwa na macho tupu. Karibu, sauti ile ilisema kwa tabasamu la kutisha. Juma alihisi nguvu zake zikimuishia. Alipiga kelele la mwisho, lakini hakuna aliyesikia. Asubuhi iliyofuata, watu wa kijiji waligundua kuwa Juma hakurudi nyumbani. Wazee walitikisa vichwa vyao kwa huzuni, wakijua tayari kilichotokea. Hakuna aliyethubutu kwenda kumtafuta. Miaka ilipita, lakini hadithi ya Juma ilibaki hai. Watu walidai kwamba wakati wa usiku, ukiwa karibu na ule msitu, unaweza kusikia sauti ya kijana akilia, akiomba msaada. Na kama ukisikiliza kwa makini zaidi, unaweza kusikia sauti nyingine ikijibu kwa kicheko cha kutisha. Lakini hadithi haikuishia hapo. Siku moja, kijana mwingine aitwaye Baraka alisimama pembeni mwa msitu huo. Alikuwa amesikia hadithi za Juma, lakini kama Juma hakuamini kabisa. Akiwa na tabasamu la dharau, alichukua hatua moja mbele kuingia msituni. Na msitu kama kawaida yake ulimuikaribisha kimya kimya. Ndani kabisa la giza, macho yale yale yaliwaka tena, na safari ya hofu ikaendelea. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.